Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Karibuni tena siku ya leo kwa ibada ya Jumapili, ambapo tutakuwa tukijifunza neno la Mungu kupitia kwa runinga hii. Na kabla hatujaanza, nataka tuweze kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa sababu ya watazamaji wangu wote popote walipo, na wakabidhi mikononi mwako. Tunapojifunza mambo haya ya ufalme, Bwana wa majeshi, ukaweze kuwafungua macho na ukaweze kuwalinda popote walipo wanaponitazama Jehova na kusikiza neno lako. Wapatie ufahamu wa Roho Mtakatifu. Ninakushukuru kwa sababu tunapochambua neno la Mungu, najua kwamba Mungu wetu uko pamoja nasi, na Roho wako Mtakatifu anatufunza neno lako jinsi ambavyo linatakikana kufunzwa katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa wote ambao wananitazama, wabariki popote walipo kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Majina yangu naitwa Pastor Edwin, na nawakaribisha asubuhi ya leo kwa ibada hii, ambapo najua kwamba mnaenda kubarikiwa na tunaenda kujifunza kuhusu kujaribu roho. Na kwa hivyo tutaweza kusomewa neno la Mungu katika Biblia, kitabu cha Yohana wa kwanza 4 kuanzia mstari wake mdogo wa kwanza. Tusikilize tunaposomewa. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo umesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kwako duniani. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba tukaweze kujaribu kila roho. Tusiweze tu kuamini roho yoyote ambayo inakuja kutufundisha neno la Mungu. Ni vizuri kujaribu kila roho. Na Biblia inatuambia kwamba kila roho ambayo inakiri ya kwamba Kristo ametokana na mwili, hiyo ndio roho ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hebu turudie kusoma hilo andiko vizuri. Nasema hivi, wapenzi, msiamini kila roho. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho. Lakini tuzijaribu hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Kila roho ambayo inakiri ya kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili inatokana na Mungu. Kuna watu ambao wanafunza ya kwamba eti Yesu Kristo ndiye Mungu pekee na hakuna Mungu mwingine. Na kwa hivyo Biblia inatuambia vizuri ya kwamba roho yoyote ambayo inakataa ya kwamba Kristo alizaliwa katika mwili, ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, hiyo ni roho ya mpinga Kristo. Hebu tusome Yohana wa kwanza 4:2 tuone. 1 John chapter 4 verse 2. Nasema hivi, katika hili mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndio roho ya mpinga Kristo, ambayo umesikia kwamba yaja. Kwa hivyo kila roho ambayo haimkiri Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, hiyo roho haitokani na Mungu. Na kwa hivyo nataka leo, kwa sababu tutakuwa tukichambua ya mambo kwa undani, leo nataka tu niweze tuangalie ishara 10 za kujua mtu mbaya. Kuna wachawi, kuna watu ambao ni washirikina, kuna watu ambao wametokana na ibilisi. Na Bible inatuchambulia watu kama hao. Lakini nataka nikupatie ishara 10 ambazo unaweza kujua huyu mtu si mtu mzuri. Ishara 10 za kutambua mtu muovu, za kutambua mchawi. Unapoongea na yeye, unaposemezana na yeye, unaweza kutambua huyu mtu si mzuri, unaweza kutambua huyu mtu ni mchawi, unaweza kutambua ya kwamba huyu mtu hana roho ya Kristo, huyu mtu ako na roho ya ibilisi. Na kwa hivyo nataka tuende moja kwa moja katika hizo ishara ili tuweze kujifunza. Ishara ya kwanza ya kujua mtu muovu, number 1, they don't look straight into your eyes. They don't look straight into your eyes. Mtu muovu hawezi kukuangalia katika macho direct.
Mara mingi wakati unaongea na mtu ambaye ni mchawi ama mtu ambaye ni mshirikina ama mtu ambaye anajihusisha na una mambo ya ushetani, hawezi kukuangalia macho yako direct. Utapata ya kwamba ukimwongelesha anaangalia chini ama anaangalia kando. Kwa hivyo hiyo ni ishara ya kujua kwamba huyu mtu, sababu utukufu ambaye iko katika macho yako inachoma zile nguvu ambazo huyu mtu ziko ndani ya maisha yake, na kwa hivyo unapata kwamba anaangalia chini ama anaangalia kando. Jambo la pili, so kwa hivyo tumesema ni vizuri sana looking straight into the eyes of a witch destroys his powers. Unapoongea na mtu mchawi, unaangalia macho yake ndani na unaomba katika roho. Ukiangalia macho yake ndani na huo unaomba ndani ya roho, utaona ya kwamba atachomeka na hata anaweza kimbia na atoke mahali ulipo. Haya, sorcerers and witches are able to see the glory of God through the eyes of the righteous. Wachawi wanaweza kuona huyu ni mtu ya Mungu, na wanaweza kutambua ya kwamba huyu mtu ni mtu ambaye ako na utukufu ya Kristo ndani mwake. Na kwa hivyo unapoongea na watu kama hao, usio unaangalia kando, sababu kuna vile wachawi wanatupa spells wakati unaangalia kando ama unaangalia chini. Na kwa hivyo ni vizuri unapoongea na watu kama unaangalia ndani ya macho yao. Unaona, ukienda kwa polisi kufanyia uchunguzi, mara mingi polisi wakikuhoji wanakuangalia kwa macho, waone kama unasema ukweli. Na polisi wametrainiwa kuwa wajasiri kukuangalia katika macho, na wanajua kama unasema ukweli ama unasema uongo. Na kwa hivyo hata watu wachawi huwa hawataki kujulikana. Wanapoongea na watu, mara mingi wanaangalia chini, hawataki kuangalia mtu kwa macho. Na kwa hivyo sorcerers and witches are able to see the glory of God through the eyes of the righteous. Wakiona utukufu wa Mungu wanaogopa.